Je, kila anayepanda madhabahuni na kusema Bwana Bwana ni mtumishi wa kweli? Karibu katika simulizi ya kusisimua na ya kusikitisha ya kijana Yohana, kijana mnyenyekevu aliyekuwa na karama ya kiungu, lakini akajikuta ananaswa kwenye mtego wa kutisha wa pasta mkuu wa kijiji. Katika mkasa huu wa kweli utajifunza jinsi tamaa ya umaarufu inavyoweza kumpofusha hata mtu aliyeanza na nuru, siri nzito za majumba ya ibada yanayotumia nguvu za giza na kafara za binadamu kupata utajiri, usaliti wa hali ya juu. Yohana anajikuta akitakiwa kutoa kafara ya baba yake mzazi ili kulinda upako wake wa uongo, anguko la aibu la pasta mchawi na toba ya kweli ya Yohana. Katika kijiji cha mbali kilichofichwa katikati ya milima ya kijani, aliishi kijana mmoja mnyenyekevu aliyeitwa Yohana. Yohana aliishi na baba yake mzee baada ya kumpoteza mama yake miaka mingi iliyopita. Yohana hakuwa kijana wa kawaida. Kila alipolala, alikuwa akiota akiwakomboa watu kutoka kwenye vifungo vya giza. Siku moja, wakiwa shambani wakilima chini ya jua kali, Yohana alitua jembe lake na kumtazama baba yake. Baba, usiku wa leo nimeota tena. Nilikuwa namwombea binti mmoja aliyekuwa akiteswa na mashetani na alipona. Baba yake alitabasamu, akapangusa jasho na kusema, mwanangu, Mungu ameweka kitu kikubwa ndani yako. Wewe ni kiongozi wa watu. Usiogope, muda ukifika utawatumikia watu wa Mungu. Yohana alihisi amani kuu moyoni mwake. Baada ya kazi ya shamba, baba yake alimtuma Yohana kisimani kuchota maji. Njiani, alikutana na kundi la watu waliokuwa wamezunguka binti mdogo aliyekuwa akigaragara chini, akipiga kelele za kutisha na kutoa povu mdomoni. Wazazi wake walikuwa wakilia kwa kukata tamaa. Ghafla, Yohana alisikia sauti ndani ya moyo wake, mwanangu, muombee binti huyu, nenda kamfungue. Kwa ujasiri, Yohana aliweka mkono kichwani mwa binti hule. Alitoa maombi mafupi ya imani. Sekunde chache baadaye, yule binti alitulia, akainuka na kuanza kutabasamu. Kijiji kizima kilibaki kimepigwa na butwaa. Habari zilienea kama moto wa nyika. Yohana ana mkono wa Mungu. Kufuatia ushauri wa baba yake, Yohana alifungua kanisa dogo la mbao. Watu walianza kumiminika, lakini sifa hizo zilimfikia pasta mkuu wa kijiji hicho, mtu aliyekuwa na heshima kubwa, lakini moyoni mwake alikuwa na giza nene. Pasta mkuu aliitwa Elias. Elias alikuwa mtoto wa maskini aliyekuwa akiona dharau kutoka kwa matajiri wa kijijini kwao. Alikuwa na kipaji cha kuongea na ushawishi mkubwa, lakini alichukia hali ya umaskini. Siku moja, kila mtu ataniinamia, Elias alijisemea akitazama viatu vyake vilivyotoboka. Alianza kama msaidizi wa mchungaji mmoja mzee mwenye imani ya kweli, lakini Elias aliona mzee huyo anachelewa kupata mafanikio kwa sababu alimtegemea Mungu pekee. Elias alitoroka kijijini na kusafiri hadi nchi ya mbali, akitafuta kile alichokiita upako wa ajabu. Huko alikutana na kundi la watu waliovalia majoho meupe, lakini mioyo yao ilikuwa mieusi kama mkaa. Walimpeleka kwenye pango lililojaa harufu ya ubani na damu mbichi. Kiongozi wa pango hilo alimwambia, Elias, tukikupa nguvu unayotaka utapoteza utu wako. Utakuwa tajiri, utakuwa na maelfu ya waumini, lakini kila mwaka utatakiwa kunywesha madhabahu yako damu ya mtu unayempenda. Bila kusita, kwa sababu ya kiu ya madaraka, Elias alikubali. Alikata kidole chake, akaweka saini kwenye kitabu cha giza kwa damu yake. Elias alirudi kijijini akiwa na suti za bei mbaya na gari la kifahari. Alifungua kanisa kubwa na kujiita mtumishi wa mataifa. Siku ya kwanza ya ibada, alimvuta mwanamke mmoja aliyekuwa kipofu kwa miaka mingi. Elias hakumwombea kwa jina la Yesu wa kweli. Ndani ya moyo wake, alikuwa akitaja majina ya majini aliyopewa pangoni. Yule mwanamke alifumbua macho. Watu walipiga kelele, Mungu ameshuka! Kumbe ni nguvu za giza zilizokuwa zikifanya maigizo ili kunasa roho za watu. Ili kanisa lake lizidi kukua na kuwa maarufu duniani kote, Elias alitakiwa kutoa kafara yake ya kwanza. Alimpenda sana mke wake, Sara, lakini usiku mmoja, baada ya maombi ya uongo kanisani, Sara alipata ajali ya ajabu akiwa ndani ya nyumba. Elias alilia mbele ya waumini, akijifanya anaomboleza, lakini ndani yake alijua kuwa kifo cha mkewe ndicho kilichompa upako wa kuvuta watu kutoka mikoa yote. Tangu siku hiyo, jina lake likawa kubwa na akawa pasta mkuu. Muda ulivyozidi kwenda, Elias pasta mkuu alianza kuzeeka. Alijua kuwa anahitaji mrithi ambaye angemtumia kama chambo cha kuendeleza ufalme wake wa giza. Alipoona karama ya kweli ndani ya kijana Yohana, alihisi wivu na hofu. Huyu kijana ana nuru ya kweli, Elias aliwaza. Nisipomwingiza kwenye giza langu, nuru yake itafichua siri zangu.
Hapo ndipo akaanza kumvuta Yohana taratibu, akijifanya kama baba wa kiroho. Kumbe alikuwa akimwandaa Yohana kwa mhanga wa mtego wake wa mwisho, kutoa kafara ya baba yake Yohana, ili Elias aendelee kuishi miaka mingine mingi. Siku moja, pasta mkuu alimuita Yohana ofisini kwake. "Yohana, una kipaji kikubwa," alisema kwa sauti ya upole ya kumpumbaza. "Lakini kanisa lako ni dogo. Unataka kuwa na maelfu ya watu kama mimi. Unataka dunia ikujue. Kuna mahali nitakupeleka upate nguvu zaidi." Yohana, kwa ujana na kutaka kujulikana zaidi, alirudi nyumbani na kumshirikisha baba yake. Mzee yule, akiamini pasta mkuu ni mtu wa Mungu, alimwambia, "Mwanangu, msikilize mkubwa wako, yeye anajua mengi." Huo ndio ulikuwa mwanzo wa Yohana kuteleza. Baada ya kuona huduma yake inaanza kupoa, Yohana alikubali kwenda kwa pasta mkuu. Badala ya kwenda mlimani kuomba, pasta alimpeleka kwa mganga wa kienyeji. Yohana alistuka, lakini tamaa ya nguvu ilimziba macho. Mganga alimpa fuvu la kichwa cha binadamu na kumwambia, "Nenda msitu wa giza usiku wa manane. Washa moto, choma fuvu hili na useme mara 3, nipe nguvu, nipe nguvu, nipe nguvu kinyota." Yohana alifanya hivyo. Aliporudi, kanisa lake lilifurika watu wa ajabu. Utajiri ukaanza kumiminika na jina lake likawa kubwa. Lakini moyoni mwake amani ilitoweka. Baada ya mwaka mmoja wa mafanikio ya kishetani, pasta mkuu alimuita Yohana faraga. "Yohana, madhabahu inahitaji damu. Unatakiwa kutoa kafara." Yohana alifikiri ni mbuzi au ng'ombe, lakini pasta alimcheka kwa dharau. "Hapana, tunataka baba yako mzazi. Bila yeye, nguvu zako zitapotea na wewe utakufa." Yohana alipata mshtuko wa maisha yake. Alikataa katakata na kukimbia. Lakini giza lilikuwa tayari limeshaingia nyumbani kwake. Siku chache baadaye, baba yake aliugua ghafla na kufariki dunia. Yohana alijua fika kuwa pasta mkuu ndiye aliyemtoa kafara baba yake kwa siri. Akiwa amepoteza kila kitu na kubaki na majuto, Yohana alianza kutembea barabarani kama mwenda wazimu. Alilia akimwomba Mungu msamaha. "Mungu, nisamehe kwa tamaa yangu. Nimesababisha kifo cha baba yangu." Siku moja akiwa amejipumzisha kwenye kichaka, alitokewa na maono ya baba yake. Baba yake alionekana mwenye nuru na amani. "Mwanangu Yohana, Mungu amesikia toba yako. Mimi nimepumzika salama. Rudi kwenye njia ya kweli, sio kwenye madhabahu za damu." Yohana aliamka akiwa mtu mpya. Aliamua kuacha utajiri wa kishetani na kuanza kutoa ushuhuda wa kweli. Yohana alisimama juu ya jukwaa dogo la mbao. Nguo zake zilikuwa za kawaida, uso wake ukiwa na alama za huzuni, lakini macho yake yakionyesha mwanga mpya. Alivuta pumzi ndefu, akatazama umati, kisha akaanza kusema, "Wanakijiji wenzangu, ndugu zangu, na ninyi nyote mliokuja hapa mkitafuta miujiza, nimekusimameni mbele yenu leo si kama nabii wala kama posta mkubwa, bali kama kijana aliyepotea na sasa amepatikana. Nimesimama hapa kuungama dhambi yangu. Niliwaruhusu ninyi mniite mtu wa Mungu, huku moyoni mwangu nikiwa nimebeba fuvu la giza. Kwa sababu ya tamaa yangu ya kutaka kujulikana duniani, nilimfuata yule mnayemuita pasta mkuu hadi kwenye madhabahu za kuzimu. Niliwaaminisha kuwa uponyaji mliouona ulikuwa wa Mungu, lakini ukweli ni kwamba ulikuwa ni mtego wa shetani wa kuwateka roho zenu. Nilitafuta nguvu za haraka, nikachoma vitu vya ajabu msituni, na nikageuza nyumba ya sala kuwa pango la ushirikina. Lakini kosa langu kuu, ambalo litaendelea kuniumiza moyoni mwangu maisha yote, ni kumsaliti baba yangu mzazi. Yule mzee aliyenilea kwa upendo, aliyenifundisha kulima na kuwa mnyofu, nilimtoa kafara ili niendelee kuwa na jina kubwa. Alikufa kwa ajili ya tamaa zangu." Hapa Yohana alishindwa kuzuia machozi, akalia kwa sauti kuu. Baada ya kutulia, aliendelea, "Nawaombeni leo, fumbueni macho yenu. Sio kila suti nzuri inayopanda madhabahuni inatoka mbinguni. Sio kila kelele ya Bwana Bwana inatoka kwa Roho Mtakatifu. Wengi wapo hapa kutafuta mifuko yenu na damu yenu. Pasta mkuu mliyemwamini ni mchawi anayevaa ngozi ya kondoo. Mimi nimeamua kuacha kila kitu. Utajiri nilioupata kwa njia ya giza nitaugawa kwa maskini, na kisha nitapotea njia ili nikamtumikie Mungu wa kweli kule porini. Mungu amenisamehe na baba yangu amenitokea kunipa amani, lakini funzo langu libaki kwenu. Tafuteni Mungu, msiitafute miujiza ya haraka." Wakati Yohana akishuka jukwaani, ukimya mkuu ulitawala kijiji. Watu walianza kutupatupa hirizi na maji ya upako waliokuwa wamepewa na pasta mkuu. Yohana aliondoka kijijini hapo akitembea kwa miguu, akiwa hana kitu mkononi, lakini akiwa na amani kuu moyoni mwake. Mara baada ya Yohana kumaliza kutoa ushuhuda wake, kijiji kililipuka kwa hasira. Watu waliokuwa wakimheshimu pasta mkuu kama Mungu mtu, sasa walimuona kama mnyama. Umati mkubwa ulielekea kwenye jumba lake la kifahari,
na kanisa lake kubwa la marumaru. Walikuta milango imefungwa kwa ndani. Pasta mkuu, akiwa amechungulia kwenye pazia, aliona maelfu ya watu waliokuwa wakimshangilia jana, leo wamebeba mienge ya moto na mawe. Toka nje mchawi, rudisha damu za ndugu zetu, walipiga kelele. 2. Usaliti wa nguvu za giza. Akiwa amejifungia ndani ya chumba chake cha siri ambacho kilikuwa na madhabahu ya giza, pasta mkuu alianza kuomba msaada kutoka kwa yale majini aliyokuwa ameyatumikia kwa miaka mingi. Nisaidieni, nizuieni hawa watu, alipiga kelele akitetemeka. Lakini safari hii, badala ya kusikia sauti ya nguvu, alisikia kicheko cha dharau kikivuma ndani ya chumba kile. Sauti ya mganga aliyempa fuvu ilisikika hewani. Agano letu lilikuwa ni siri. Sasa siri imevuja, huna thamani tena kwetu. Madhabahu inayofichuliwa haina nguvu. Ghafla taa zilizimika. Pasta mkuu alihisi mikono baridi ikimkaba koo. Nguvu zile zile alizozitumia kuwanyonya wengine sasa zilikuwa zikimgeuka yeye. Kabla umati haujavunja milango, ghafla kanisa lilianza kuwaka moto wenyewe kutokea ndani. Moto ule haukuwa wa kawaida, ulikuwa wa rangi ya zambarau na bluu, ukisambaa kwa kasi ya ajabu. Watu walirudi nyuma kwa hofu. Katikati ya miale ya moto, walimsikia pasta mkuu akipiga yowe la mwisho la kutisha ambalo halikufanana na sauti ya binadamu. Alijaribu kukimbia atoke nje, lakini milango ilikataa kufunguka, kama vile kuta zenyewe zilikuwa zinammeza. Majivu na kumbukumbu ya fedheha. Kulipokucha, pale palipokuwa na kanisa la kifahari na jumba la pasta mkuu, palibaki majivu matupu. Hakuna hata kitu kimoja cha thamani kilichosalia. Mwili wa pasta mkuu haukuonekana, kana kwamba alichukuliwa na upepo wa laana. Wanakijiji walijenga ukuta mkubwa kuzunguka eneo hilo na kuliita ardhi ya usaliti. Hakuna mtu aliyethubutu kukanyaga hapo tena. Mkasa wa Yohana na pasta mkuu ulisambaa nchi nzima. Yohana aliendelea kuishi maisha ya upweke na toba milimani, akisaidia wasafiri na kuwafundisha neno la kweli bila kuomba hata senti moja. Uongo unaweza kupanda ndege na kufika mbali, lakini ukweli ukianza kutembea kwa miguu, lazima utaufikia na kuushinda. Kila kilichojengwa kwa damu na uongo, lazima kibomolewe kwa aibu na moto. Shukrani kwa kufuatilia simulizi hii.